Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 28. 1, 2, 3 tusome kwa sauti kubwa kama maji mengi. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Sawa. Na kuimiliki. Mkatawale samaki wa baharini. Sawa. Na ndege wa angani. Na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Anasema Mungu akawabarikia. Kirudi kuanzia mstari wa 26, anasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambaacho. Mstari wa 27 anasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, aliwaumba kwa mfano, alimuumba mwanamke na mwanaume, wote waliwaumba. Ndio mstari wa 28 sasa, baada ya kuwaumba, kitu cha kwanza inasema Mungu akawabarikia, alafu Mungu akawaambia. Sasa kutokea kwenye haya maandiko leo nitakuwa ninafundisha pati 2 ya somo ambalo nimeanza kufundisha, kuitawala asili na uumbaji. Lakini leo nitakufundisha kuielewa nguvu ya baraka, understanding the power of blessing. Kuielewa nguvu ya baraka. Unaweza ukakaa kwenye nafasi yako. Nimeanza kukufundisha juu ya kuitawala asili na uumbaji, na tukaangalia kutokea kwenye kitabu hicho cha Mwanzo mambo ya msingi ambayo yanatuonyesha ni nini ambacho Mungu alikikusudia alipomuumba mwanadamu from the beginning, kutoka wakati siku ya kwanza Mungu anamuumba mwanadamu. Ukisoma Biblia utakuja kugundua Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa ana kitu ndani yake, ama alikuwa ana kusudi ndani yake ambalo lilisababisha Mungu amuumbe mwanadamu. Kwa hiyo utaona Biblia inaongea ya kwamba Mungu akamuumba mwanadamu na Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, Mwanzo 1:26, na kwa sura yetu, alafu wakafanyaje? Wakatawale. Sasa natamani uelewe kitu kimoja ambacho kitakusaidia sana. Mungu anaposema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, haimaanishi muonekano huu wa nje. Nimeshafundisha mara nyingi, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni nini? Ni roho. Kwa hiyo kama Mungu ni roho, tunakubaliana ya kwamba hana sura na mfano wa mwanadamu huu ambao unaonekana. Kwa sababu ingekuwa ni hivyo, then Mungu angekuwa na sura nyingi, kwa sababu hapa tuna sura za mamia ya watu ambayo kila mtu ana sura ya kwake. Kwa naposema fanya mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, kitu kikubwa ambacho anakisema, anajaribu kuonyesha ya kwamba anataka kumfanya mwanadamu kuwa na tabia kama ya kwake na kuwa na asili kama ya kwake. Anaposema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, manake Mungu anachokiona, anaiona tabia yake ndani ya Mungu, ndani ya mtu, na anaiona asili yake ndani ya mtu. Sasa moja kati ya hicho kitu ambacho Mungu anakifanya ili kuweka asili na tabia yake ndani ya mtu, tunaona ukienda Mwanzo sura ya kwanza utaona anaonyesha, anatambulisha jinsi ambavyo alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Lakini ukienda sura ya pili, wakati anaumba, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanyiza mwanadamu kutoka katika mavumbi ya ardhi, alafu akampulizia puani mwake pumzi ya uhai, alafu huyo mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo kinachompa mwanadamu kufanana kitabia, kiasili na Mungu ni ile pumzi ya Mungu iliyoko ndani ya mwanadamu. Na ni vizuri ukaelewa, pumzi unayomiliki wewe sio pumzi ya wanyama. Mnyama anapumua pumzi ili yaishi, lakini pumzi aliyopewa mwanadamu ndiyo pumzi ile ile iliyoko ndani ya Mungu. Kwa sababu ukienda ukisoma neno la asili kwenye ile neno pumzi anayoitaja ni ruach, R-U-A-C-H. Maana yake kwa neno jingine ni kama Mungu alikuwa anatoa sehemu ya roho yake na anampa mwanadamu. Kwa hiyo unatamani uelewe ya kwamba wewe unakuwa unafanana na Mungu kwa sababu una sehemu ya roho ya Mungu. Nani ananisema amen? Nimfundishe vizuri.
una sehemu ya roho ya Mungu, na ndio sababu unaweza ukafanya vitu ambavyo mwanadamu, watu wakiangalia wanaweza wakashangaa, unawezaje kufanya hivyo? Lakini kimsingi hata haya mambo makubwa tunayoyafanya hatujatumia hata 50% ya akili ambayo Mungu ametupa. Imagine uvumbuzi wote tuliofanya, even 50%, 50% ya akili ambayo Mungu amempa mwanadamu bado haijatumika. Kuna mambo yanayotokea. Maana yake ndani ya mwanadamu kuna nguvu kubwa sana ya utawala. Sasa nikakufundisha namna ya kuiactivate hii nguvu ya utawala. Nimekufundisha jambo la kwanza, nikakwambia ni kwa maneno ya ufahamu wa kimungu ndani yake, ni kwa kutumia maneno ya ufahamu wa kimungu ndani yake. Lakini pia Ijumaa nikakufundisha namna ya pili ya kuactivate nguvu ya utawala ndani yako, ni kwa kufanyaje? Kuitambua mamlaka ya Mungu aliyekupa utawala. Lakini sasa leo natamani niende mbali ndani zaidi, nikufundishe kitu kitakacho kusaidia. Jambo la tatu sasa ambalo ndio nalotaka kukaa leo, namna ambavyo mwanadamu anaweza kuitawala asili, ni kwa kuelewa nguvu ya hichi kitu kinaitwa baraka. Kuelewa hichi kitu ambacho kinaitwa baraka. Sasa utaona Biblia ukisoma, ili baraka, hili ndio neno la kwanza ambalo Mungu analitambulisha kwenye maisha ya mtu. Ukisoma sura ya 20 mstari wa 26, nimesema Mungu anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Maana yake ni kama anaonyesha nia yake ya ndani. Mstari wa 27 anatuonyesha ya kwamba aliumba. Biblia inasema akamuumba mwanamke na mwanaume wote akafanyaje? Akawaumba. Alafu neno la kwanza mwanadamu ambalo analisikia kutoka kwenye kinywa cha Mungu, neno la kwanza ambalo mwanadamu analisikia kwa mara ya tatu, neno la kwanza mwanadamu analisikia kutoka kwenye kinywa cha Mungu ni baraka. Yaani hata kabla ya kuambiwa huyo ni Adamu ama we ni Adamu kitu gani, kitu cha kwanza kinasikika kwenye masikio ya mwanadamu kutokea kwa Mungu ni baraka. Maana yake nini? Kitu cha kwanza kabisa ambacho Mungu alikiweka kwenye maisha ya mtu ni baraka. Na ndio maana huwa nakwambia umebarikiwa, kwa sababu hilo ndio neno la kwanza ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yako. Kwa hiyo shetani anapojaribu kukuambia kwamba wewe una laana za nyumbani kwenu, mkumbushe tu ya kwamba just in case umesahau, kitu cha kwanza nilichokisikia kwenye maisha yangu hakikuwa laana ya nyumbani, hakikuwa laana ya ukoo, hakikuwa laana ya mahali nilikotokea, lakini kitu cha kwanza kilikuwa baraka. Sasa utasema, ina maana laana hazifanye kazi kwenye maisha ya watu? Zinafanya kazi kwenye maisha ya watu, lakini kinachosababisha laana ifanye kazi kwenye maisha ya watu ni kukosa ufahamu juu ya hili neno ambalo la kwanza Mungu alimpa mwanadamu. Kwa sababu Mungu akitaka kufanya kazi na mtu, anafanya kazi na mtu kwenye level ya ufahamu wake. Na shetani akitaka kumtesa mtu, anamtesa mtu kutokea kwenye level ya ujinga wa kile asichokijua. Kwa hiyo wakati shetani anakuhubiria ya kwamba unayoyapitia ni kwa sababu ya jambo 1, 2, 3, 4, 5, angalia hata shangazi yako, angalia hata mjomba wako, lakini mwambie na wewe, angalia mimi nilibarikiwa toka siku ya kwanza katika jina la Yesu. Waliobarikiwa waseme haleluya. Jitamke, jipige kifua, sema nimebarikiwa. Come on somebody shout, sema nimebarikiwa. So utaona hili neno la kwanza ndio mwanadamu ambao alipokea. Biblia inasema Mungu akafanyaje? Akawabarikia. Alafu baada ya kuwabarikia ndio anawaambia. Maana yake Mungu hawezi kumwambia mtu kufanya kitu kabla hajampa baraka ya kufanya kile kitu. Mungu hawezi kumtuma mahali mtu kwenda kufanya kusudi kabla hajatamka baraka ya kumwezesha kufanya kile kitu. Na ndio maana anaanza, Mungu akafanyaje? Akawabarikia. Alafu Mungu akafanyaje? Akawaambia. Maana yake maneno ya Mungu yalitanguliwa kwanza na baraka ya Mungu. Kwa hiyo neno la Bwana lolote lililokuja kwenye maisha yako, ambalo limekuja kwenye maisha yako, hata kama hali yako haifanani, uwe una uhakika za ulibarikiwa na hilo neno. Alafu ndio pili, ukapewa maagizo ya kwenda kutekeleza. Na guess what? Baraka inachofanya, inaanza kuyafuatilia maagizo juu ya maisha yako. Na kwa kujua hii ndio kuna watu wanatembea katika dunia ya ishara na ajabu, kwa sababu
si ya elimu walizonazo. Elimu ni nzuri kwa sababu si ya fedha walizonazo. Fedha ni nzuri kwa sababu si ya uwezo walionao. Uwezo ni mzuri, lakini ni kwa sababu ya nguvu ya baraka iliyoko nyuma yao, ambayo wanaijua ya kwamba kwa baraka hii ninaweza nikasimama nikafanya jambo hili, na kwa baraka hii ninaweza nikasimama nikafanya jambo hili. Kwa tunaona neno la kwanza hapo linakuwa ni baraka. Sasa nikufundishe baraka ni kitu gani. Nakumbuka hii baraka inakuwa ni pointi ya muhimu, kwa sababu ndio imetangulia kabla ya jambo lolote. Kilichotangulia kwanza ni baraka. Eneo la kwanza kabisa tunaposema baraka, baraka ni tamko la kiroho linalokuja na uwezesho wa kimungu wa kile kilichotamkwa. Tamko la kiroho linalokuja na uwezesho wa kimungu juu ya kile kilichotamkwa. Uwezesho wa kimungu juu ya kile kilichotamkwa. Tamko la kiroho. Na hili tamko sio tu tamko, ila ni tamko la nini? La kiroho, ambalo ukiangalia sasa, angalia kitabu cha Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 26. Naomba niweke kwenye tafsiri ya neno kwenye andiko hilo. Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 26, pale anatuonyesha jinsi ambavyo hili tamko la kiroho linaweza kufanya kitu cha namna gani. Unaona, Biblia inasema mwezi wa 6 baada ya Elizabeti kupata mimba, Mungu alimtuma malaika Gabrieli akaenda Galilaya katika mji wa Nazareti. Mstari unaofuata wote tusome 1, 2, 3. Come on, 1, 2, 3 wote tusome mstari unaofuata. Anasema kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu mmoja, sawa, jina lake Yosefu, sawa, wa nyumba ya Daudi. Anasema kitu gani? Jina la huyu mwanamwali bikira ni Maria. Naye malaika akaja kwake akamwambia, salamu wewe uliyebarikiwa. You see, kitu cha kwanza malaika anapokuja kuongea na Mariamu anamsalimia, alafu anamuonyesha status yake ambayo Mariamu haijui. Anamwambia tu salamu Mariamu, anasema salamu wewe uliyefanyaje? Uliyebariki. Maana yake si malaika aliyembariki, my Lord, si malaika aliyekuja na baraka, ila hiyo baraka imeshaachiliwa tayari. Kwa hiyo malaika anachokuja kujifanya, anakuja kuitangaza baraka ambayo tayari Mungu alishaiachilia. Na mimi nimesimama kama malaika kwenye maisha yako kuja kukwambia salamu wewe ambaye tayari ulishabarikiwa toka kuumbwa kwa misingi ya dunia. Salamu wewe ambaye tayari Mungu alishakubariki toka ukiwa kwenye tumbo la mama yako. Salamu wewe ambaye ulishabarikiwa kabla hajakuumba katika tumbo la mama yako, alikujua. Anasema na kabla sijakutoa tumboni na alikutakasa. Salamu kwako wewe ambaye umebarikiwa. Malaika anamwambia salamu wewe ambaye umeshafanyaje? Uliyebarikiwa. Maana yake haujabarikiwa sasa hivi, we baraka unayo, lakini umetembea kama mtu ambaye hajabarikiwa kwa sababu ulikuwa hujafanyaje? Haujajua. Sema kwa jina la Yesu, leo nimejua ya kwamba mimi nimebarikiwa. Kwa kujua tu neno hili, kuna kitu cha ajabu kitatokea kwenye maisha yako leo. Nasema kuna kitu cha ajabu kitaanza kutembea nawe, just because you know that you are blessed. Kwa sababu tu unajua umebarikiwa. Wewe ulishaambiwa mambo mengi sana. Yaani kinachokufanya usione hichi kitu, wewe ulishaambiwa mambo mengi sana. Ushaambiwa kwanza huyu mtu hatujui kwanza hata kama wewe ni mtoto wa familia hii. Kwa hiyo hayo ndio maneno uliyoyasikia. Na hayo maneno ulipo ya conceive, ulipo ya daka ndani, ukaanza kutembea kutokea kwenye haya. Lakini mimi nimekuja kama Gabrieli, malaika wa habari njema kwenye maisha yako, ya kwamba baraka hii sio ya sasa. Wewe tayari uliyebarikiwa. Bwana anakutaka kwa jina lako. Salam Pastor Fred, uliyebarikiwa. Salam Glory, uliyebarikiwa. Salam Rumba, uliyebarikiwa. Salam Margaret, uliyebarikiwa. Jitaje kwa jina lako, sema salam. Jitaje jina lako alafu jiambie uliyebarikiwa. My Lord, pe Yesu makofi ya utukufu kama unanielewa. Alafu akamwambia umebarikiwa. Why? Kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe. So the biggest blessing is the presence of God. Kwa sababu hata Mungu alipotamka baraka siku ya kwanza, ilikuwa ni baraka ya uwepo wake.
Salamu wewe uliyebarikiwa, Bwana yu pamoja na. Sasa kwa sababu Mariamu anaishi kwenye mazingira kama tunayoishi sisi, mazingira ambayo yamepollute information ya baraka kwenye maisha yake. Ona mstari unaofuata kitu anachosema. Mariamu akafadhaishwa sana na maneno haya. Anakuja kuambiwa status yake. Anafadhaishwa kwa sababu gani? Anaona kama wewe unanimock. Anaona mbona kama unatani. Umewahi kugundua ukipita kwenye kipindi cha aibu sana, furaha ikija unadhani unategewa? Kuna watu wamepita kipindi cha shida kiasi kwamba akipita kipindi cha furaha siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, anaanza kuona hapana, kuna kitu hakiko sawa. Ninavyotakiwa kuwa katika jina la Yesu. Si kama anaongea na mtu, anaona no, something is wrong. Something is not wrong. Actually, something is very right. Yani kuna kitu ndio kiko sawa. Sasa unaona kinachomfanya Mariamu anashangaa, anafadhaika. Imagine mtu anaambiwa umebarikiwa, hajaambiwa wewe salamu wewe uliyekataliwa. Anaambiwa salamu uliyebarikiwa, anafadhaika sana, akajiuliza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Kwa sababu ya mazingira aliyokuwa amekaa. So andiko hili linatufundisha mazingira yanaweza yakapollute baraka ambayo Mungu ameiweka ndani yetu hata kama tumeshabarikiwa. Na ndiyo maana kitu kikubwa Mungu anachokuja kukifanya kupitia neno lake ni kukutoa kwenye mazingira ya kujidharau, ni kukutoa kwenye mazingira ya kujishusha chini, ni kukutoa kwenye mazingira ya kuona ya kwamba hakuna kitu kinachowezekana. Ndio maana anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mpate kugeuzwa kwa kufanywa upya nia zenu na neno la Bwana, ili mpate kujua Mungu anachokisema na sio Adamu anachokisema. Sema tena, nimebarikiwa. Kama unataka useme tena kwa sauti, nimebarikiwa. Natamani uone hili jambo. Kwa unaona hichi kitu, salamu hii ni tamko la kiroho linalokuja na uwezesho wa kimungu juu ya kile kilichotamkwa. Lakini jambo la pili, baraka ni kitu gani? Baraka ni nguvu nyuma ya tamko. Sasa ya kwanza ni tamko la kiroho, lakini ya pili, baraka ni nguvu nyuma ya tamko inayotumika kutiisha kila kinachohitajika kwa ajili ya kutimiza tamko. Ni nguvu nyuma ya tamko inayotumika kutiisha. Na kumbuka neno nililotumia hapa sio kuomba, ni kutiisha, kuamuru. Nguvu nyuma ya tamko inayotumika kuamuru kile kilichotamkwa kitokee. Hiyo ndio baraka ambayo sasa utaiona kwenye mstari huo, kwenye sura hiyo hiyo. Ukienda mstari wa 34 sasa inaanza kutuonyesha. Hebu rudi kuanzia mstari wa 30 pale. Tumerudi mpaka 29, twende 30. Unaona anapoambiwa hiyo salamu Mariamu, kwa sababu mazingira yake hayasemi hivyo, binasema malaika akamwambia Mariamu usiogope. Maana yake malaika alijua Mariamu amefadhaika ndani kwa sababu ya salamu hii. Anamwambiaje? Ndipo malaika akamwambia usiogope Maria, umepata kibali kwa Mungu. Jambo jingine anasema kitu gani? Tazama utachukua mimba nawe utamzaa mtoto. Sasa kumbuka, kabla hata Mariamu hajaanza kuambiwa habari ya kuchukua mimba, alishaambiwa neno la kwanza, umebarikiwa. Alafu hapa anamwambia usiogope, tazama utafanyaje? Utachukua mimba nawe utafanyaje? Utamzaa mtoto mwanaume na utamwita jina lake Yesu. Ona mstari wa 32, anasema yeye atakuwa mkuu naye ataitwa mwana wa aliye juu sana. Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Mstari unaofuata anasema atamiliki nyumba ya Yakobo milele na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mstari unaofuata, Mariamu akauliza huyo malaika, maadamu mimi ni bikira, jambo hili litawezekanaje? Maana yake Mariamu alishindwa kuelewa kwa hali yake yoyote alionayo. Haikuwa na uwezo wa kuzuia kitakachosemwa, kwa sababu baraka. Watu wachache wananielewa. Baraka ilifanyaje? Ilitangulia. Alafu hii baraka sasa huwa inakuja na uchocheo wa nguvu ya kukitafuta chochote ambacho kimefanyaje, kimeshatamkwa. Ndio utaona sasa malaika anamjibu kwa sababu ya ile baraka. Mstari unafuata, malaika akajibu akasema, Roho Mtakatifu atakujilia nazo nguvu zake aliye juu. Nimekuambia tafsiri ya pili ya neno baraka ni kitu gani? Baraka ni nguvu nyuma ya tamko.
nguvu zake aliye juu zitafanyaje? Zitakujilia. Na zitafanyaje? Nazo nguvu zake yeye aliyo juu sana zitakufunika kama kivuli. Kwa hiyo, yani kwa hiyo ili neno la kulishika. Kwa hiyo, kwa sababu gani? Kwa hiyo baraka, kwa sababu ya ile baraka. Kwa hiyo hizi nguvu zikisha kuja, kwa hiyo yani hakuna mjadala, kwa sababu tulishatangulia kuambia umebarikiwa. Kwa hiyo kitakachozaliwa, hii baraka ikija inazaa kitu katika jina la Yesu, kwa sababu umejua wewe ni mbarikiwa. Kwa hiyo kitakachozaliwa kwenye maisha yako kitampa Mungu utukufu. Kwa hiyo watu watakapoyaona maisha yako watajua wewe sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo watu watakapokuona kila unapopita watajua una neema ya kipekee. Kwa hiyo baraka ya Bwana kwenye maisha yako, chochote utakachokishika kitakuwa hai katika jina la Yesu. Kwa hiyo baraka ya Bwana, Mungu kazi yoyote aliyokupa kuifanya, hata imewashinda wenyewe, wewe ukipewa kwa mkono wako, kwa hiyo baraka, hiyo kazi itakuwa hai. Kwa hiyo ndoa iliyowashinda watu wengine, ukiingia utasurvive. Kwa hiyo baraka, huduma ambayo watu wengine hawakuweza kufanya, wewe utaweza kufanya. Kwa hiyo umebarikiwa. Alafu nasema nguvu za aliye juu ataitwa mwana wa Mungu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Tazama na jamaa yako Elizabeti. Kwa hiyo baraka, in case unadhani we ni wa kwanza ambaye amechukua mimba katika uzee wake, na mwezi huu wa 6 yeye aliyeitwa nini? Tasa. Kwa hiyo inakuaisha tabaya, inakuonyesha nguvu ya baraka. Yani nguvu ya baraka imepenya kwa mtu ambaye ni mzee na mtu ambaye ni tasa. Ana matatizo mawili kwa wakati mmoja, lakini baraka ilipokuja juu yake haijaangalia limitation ya uzee wala limitation ya utasa. Kwa sababu ya baraka imepita uzee, baraka imepita utasa. Katika jina la Yesu, kila kilichozeeka kwenye maisha yako, kila kilichotasa kwenye maisha yako, kwa baraka ya Bwana haitaangalia nini ambacho hakitoshi, itaangalia kinachotosha kwa jina la Yesu. Piga kelele na pokea baraka. Anatuonyesha, nasema amechukua mimba katika uzee wake, na huu ni mwezi wake wa 6, naye aliyeitwa tasa. Alafu anasema kwa maana kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Sema haleluya. Jambo la 3, baraka ni kitu gani? Baraka ni kuachilia neema ya uwezesho, ni achilio la neema ya uwezesho. The grace that enables. Baraka ni achilio la neema ya uwezesho kwenye maisha ya mtu. Yani lile tamko linapokuja, linakuja na neema nyuma yake. Kumbuka, chochote kinachofanyika ni matokeo ya neema ya uwezesho. Ni kufundisha viwango vya neema. Nikwambia kuna neema iokoayo, kuna neema ifundishayo, kuna neema itunzayo, alafu kuna neema iwezeshayo. Sasa baraka inaangukia kwenye kategori ya neema iwezeshayo. Na ndio maana be very careful na matamko ya baraka yanayotoka madhabahuni. Kwa sababu haya sio mazungumzo, haya sio maoni. Yanaposema umebarikiwa, sikupi maoni. Ninatamka kwenye mamlaka Mungu aliyonipa, kwenye ofisi niliyosimama, na ninajua kwenye ofisi niliyosimama nikikubariki unabarikiwa. Sasa hauwezi ukatawala asili, hauwezi ukatawala uumbaji, hauwezi ukatawala hivi vitu ambavyo Mungu amekuwekea kama haujajua nguvu na siri ya baraka nyuma ya maisha yako. Watu wa Mungu, moja kati ya kitu ambacho kinatufanya tunaishi below the standard ni kwa sababu hatujui siri nyuma ya maandiko. Kwa mfano, hili neno Mungu akawabarikia, wewe umewahi kuliona alafu ukapita tu kama ni neno la kawaida, lakini kumbe kodi nzima ya maisha yako ipo kwenye neno hili, Mungu akawabarikia. Sasa kumbuka, hata hawa baada ya kuingia kwenye anguko wakapoteza baraka, Yesu Kristo anapokuja ana recite, anasema kwa njia ya Yesu Kristo baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa, ambayo baraka ya Ibrahimu kwanza inaanza na wokovu,
alafu pili naanza na chochote ambacho Ibrahimu alikuwa nacho. Okay. Chochote alichokuwa nacho, chochote alichoweza kukimiliki. Manake unapoingia kwa njia ya imani unapata hiyo baraka. Kwa nimekwambia jambo la tatu, baraka ni kuachilia neema ya uwezesho. Sasa angalia, ndio unaona sasa kwenye hii neema ya uwezesho, kitabu cha Mwanzo sura 28 pale, ndio ukirudi ndio unaona sasa Biblia inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Now, ili kukuonyesha hili limekuja na neema ya uwezesho, kuna kitu cha ajabu anakiongea. Huyu mwanadamu ndio kwanza ameumbwa, hajawahi kuona mtu akizaa wala kitu kikizaa, ila neno la kwanza anaambiwa zaeni. Hajawahi kuona. Sasa hapa thank God Adamu bado alikuwa hajaharibiwa ufahamu. Information system yake ilikuwa hajaicrack bado, kwa kula tunda la uti wa mjuzi wa mema na mabaya. Angeanza kudebate hapa sasa, kiongozi inakuaje? Lakini kwa sababu Mungu alipowabarikia akawaambia zaeni. Sasa guess what? Kwenye lile neno zaeni, lile neno lilikuja na uwezesho wa chochote kinachohitajika ili hawa watu wazae. Na sasa ngoja nikuonyeshe, anapoongea, anaposema zaeni, natamani uone ni zaidi ya kupata watoto, ila anaenda mbali zaidi. Ndio maana ukienda kwenye tafsiri nyingine anasema be fruitful, anasema kueni na matunda, yani produce something. Manake chochote ambacho unacho kutokea hapa, mimi ninakitaka kiwe na mazidisho. Na ndio maana hata Yesu anapokuja anasema mimi ni mzabibu alafu baba yangu ni mkulima, alafu anakuelezea biashara ya nyumbani inafanyikaje. Anasema kila tawi linalozaa sisi ndio tunalisafisha, alafu tawi lisilozaa tunalikata. Why tunalikata? Kwa sababu halizai, kwa sababu limeamua kuto kuzaa. Kwa sababu by nature lina asili ya kuzaa. Kwa asili Mungu ameweka uwezo ndani yako ya kwamba chochote unachokipata kinaweza kuzaliwa mara 2, kinaweza kuwa mara 3 zaidi. Kwa asili, yani huo uwezo uko ndani yako. Na ndio maana hata tukiokoka, Mungu hataki tuendelee kuokoka sisi tu, anataka tuzae. Na uzuri kwenye baraka ya kiroho hakuna uzazi wa mpango. Kwa kiwango unachotaka kuzaa ndicho unachofanyaje, unazaa. Sio kama kuna mtu ananielewa. Ngoja niendelee kukufundisha katika jina la Yesu. Kwa sasa tunapoongea baraka, natamani kuonyesha kitu cha muhimu. Baraka ni zaidi ya material things. Kwa sababu watu wengi tukisema baraka, kitu kinakuja ni gari, kitu kinakuja ni gorofa. Kwa Mungu unaweza ukawa na gari na hujabarikiwa. Hapo wamenikataa sasa. Labda wa malaika wengi wako hapo. Wanadamu wamekaa wapi? Niongee na wanadamu. Okay, hapa kuna wanadamu, hapa kuna wanadamu. Wanadamu nimepata huko pia. Baraka ni zaidi ya fedha. Kwa sababu mmoja kati ya kosa tunalolifanya tukifundisha baraka ni kuwaaminisha watu ya kwamba hizi material things ndio baraka zenyewe. Ni kuwaaminisha watu kwamba gari ndio baraka yenyewe. Utakuja kugundua si kila mwenye fedha amebarikiwa. Japokuwa baraka ikija kwenye maisha yako, moja ya products za baraka inaweza kuwa fedha. Fedha yenyewe sio baraka, mtu wa Mungu, ila fedha ni tunda la baraka. Gari sio baraka. Na ndio maana kuna vichaa kibao wana magari. Manake kama gari ni baraka, wale vichaa waliopata gari, nikisema vichaa sio kama mnanielewa, yani kuna mtu amepata gari kwa njia ambazo huwezi hata kuzielezea, lakini akwambia naendesha gari ya mwaka fulani, na ndio alizozipata. Manake kama lile gari pekee ni baraka. Na ndio sababu ukielewa hili somo, utatoa akili yako kwenye material things, taipeleka akili yako kwenye kitu cha muhimu zaidi, ambacho hicho cha muhimu kina tabia ya kuzaa material zinazohitajika kwa ajili ya kukuita wewe mbarikiwa. Na ndio maana sisi hatulilii magari,
tunalilia baraka ya Mungu ambayo ikitokea katika hiyo baraka gari linahitajika. Ninajua package ya gari iko ndani, na sio tu gari lisilo na huzuni ndani yake, maana imeandikwa baraka ya Bwana hutajirisha na wala haichangamani na huzuni ndani yake. Na ndio maana sisi tunaweza kujenga nyumba na tukalala ndani ya nyumba tulizozijenga. Kuna watu wanajenga na wanalala bila magodoro, lakini we nje ukiona ni gorofa, ila ndani halali kwenye godoro. Kwa sababu gani? Sio matokeo ya baraka, lakini glory to God. Baraka ya Bwana ikija, tunajenga na tunafurahia tulivyovijenga, tunanunua na tunafurahia tulivyovinunua, tunapata na tunafurahia tulivyovipata, tunaongezwa na tunafurahia maonge. Piga kelele, nimebarikiwa. Acha kufukuzia gari, mtu wa Mungu. Acha kufukuzia nyumba, baba. Fukuzia Mungu kwanza. Ukipata Mungu ndani yako, kuna namna hivi vitu vingine. Anasema yeye asiyemwachilia mwana wake bali akamtoa kwa ajili yetu, atakosaje kutukirimia mambo mengine mema pamoja naye? Warumi 8 sura ya 8 mstari wa 31. Tuseme nini basi juu ya haya? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Alafu anasema kitu gani? Mstari unaofuata anasema hivi, yeye ambaye hakumhurumia mwana wake mwenyewe. Okay, ngoja nikutafsiria anachosema. Kama Yesu, Mungu hakukunyima Yesu. Yohana anasema hivi, Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa nini? Wa pekee, Yesu. Kama Mungu alikupa mwanae wa pekee Yesu, anashindaje kukupa magari? Anashindaje kukupa nyumba? Anashindaje kukupa familia? Anashindaje kukupa mke? Anashindaje kukupa mume? Anashindaje kukupa amani kama alikupa kitu cha thamani ambacho ni Yesu? So ukiona hujapata, kuna kitu umekosea. Umetafuta kitu badala ya kumtafuta Mungu aliyekupa Yesu. Ninaona watu wakibarikiwa sana kwa jina la Yesu. Nasema ninaona watu wakibarikiwa sana kwa jina la Yesu. Ninaona watu wakiinuliwa sana kwa jina la Yesu. Ninaona viwango vya watu vikipanda sana kwa jina la Yesu. Ninaona maisha yako ya kumpenda Mungu yakipanda sana kwa jina la Yesu. Umebarikiwa. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. So ni vizuri ukaelewa baraka ni zaidi ya material things. Ni zaidi ya kushika hivyo vitu, kwa sababu wengi wetu tunapoona baraka tunadhani ni material things, tunadhani ni vitu hivi tunavyovitaka. Tunapoona baraka tunadhani labda ili mimi niwe nimebarikiwa lazima niwe na akaunti 4 za benki. Akaunti 4 zinaweza kuwa matokeo, lakini baraka inapokuja hivi, unajua baraka ikija unaweza ukaishi bila akaunti, lakini ukaishi kama mtu mwenye akaunti. Nakumbuka mimi nimewahi kukupa ushuhuda ambao Mungu alinifundisha kuishi maisha ya jangwani. Una upako ila huna hela, ila una baraka. Nilikuwa sina kitu nachokiingiza kinachoitwa salary ama kinachoitwa kitu kinachoonekana, lakini ukiangalia maisha yangu kuna namna naishi kuliko salary. Mpaka siku ambapo macho kibinadamu yakafunguka, nikaenda mbele za Bwana akasema, Baba nakushukuru. Tazama na bibi, nataka sasa nipate kitu. Na imagine kwenye kichwa changu nilikuwa na kuna kaela ndo nakawaza. Sema Mungu ukiona nipa hela hii kila mwezi. Roho Mungu akaongea na mimi akaniuliza, Fred, unataka mimi na wewe tuanze kuishi kwa mshahara? Nikashtuka. Katikati ya maombi kaulizwa, unataka mimi na wewe tuishi kwa mshahara? Nikagundua hapa nimepaisha. Sasa kupoteza maombi ndio unaingiza pambio. Tazama. Unamwambia Mungu basi tu, sijasema hivyo. Wewe ni Bwana. Alafu nikainuka kwenye maombi. Na leo nakwambia, hiyo hela niliyokuwa naiwaza, hata Mungu angesema anipe, pengine baada ya siku nyingine 2 au wiki ningeweza kulia tena, Baba ongeza promotion, promotion, promotion. Kumbe kitu ambacho Mungu alikuwa ananifundisha, watu hawaishi kwa mshahara. Watu hawaishi kwa kazi walizonazo. Watu hawaishi kwa connection za watu walionao. Even though mshahara ni mzuri,
kazi ni nzuri, connection ni nzuri, lakini watu wanatakiwa kuishi na baraka za Bwana. Alafu baraka, nikaja kusoma mahali fulani, baraka huwa inaamuliwa, na kitu kinachoamuliwa ni kitu kinachokuja whether nataka au hakitaki. Mungu anasema nitaiamuru baraka kutokea kaskazini, kutokea kusi. Yani maana yake kuna vitu ukishajua mimi natakiwa kuishi kwenye baraka, mshahara wako utaendelea kuupata kama kawaida, lakini kuna vitu utakuwa unavipata nje ya maisha ya kitu kinaitwa yani Mungu atainua watu wanaokupenda, ambao wanajisikia kukufadhili. Kwa sababu baraka kubwa ya Mungu kwenye maisha ya mtu ni watu. Mtu wa Mungu hakuna raha kama kupendwa na watu. Mtu akikuona anajisikia kukufadhili. Mtumishi wa Mungu, unaendeleaje? Wakati anasema unaendeleaje, anaweka mkono mfukoni hivi. Kwambia mtumishi, upo? Namwambia nipo. Mimi tu nasema basi tumalize salamu, tenda ulilokusudia. Yani sasa ni moyoni. Ni moyoni na sasa tenda ulilokusudia. Rafiki, fanya lililo kuleta. Kama Yesu alivyomwambia Yuda. Sasa mtu anaachilia akwambia mchwa, nimeona nikubariki leo. Unajua kugundua sio nyepesi hivyo mtu kutoa kwa ajili yako, na sio tu fedha. Umewahi kupata watu ambao they are there for you? Those people are blessing. Watu ambao yani, kuna mtu ambaye nifundisha hapa nikasema, kuna mtu anakuja kwenye maisha yako kukuombea. Anakuambia, umewahi kuona unapita kwenye shida na mtu anakuamsha kuombe, wewe unasinzia, na anayekuombea anaomba kuliko wewe mwenye shida. Hiyo ni baraka, mtu wa Mungu. Yani wewe ndio unapita kwenye shida, akisema tuombe, ukishafika tupe leo riziki yetu ya kila siku. Maana sala unaweza kuimudu ni baba yetu, unaanza wapi hao. Lakini yeye unashangaa ukiamka ana baba, muonekanie. Mtu wa namna hiyo usimdharau, maana kwa kumdharau unadharau baraka ambayo Mungu ameiweka. Sio kwamba hana cha kufanya, ila Mungu amemwamuru aje kwenye maisha yako. Kwa hiyo baraka ni zaidi ya material things. Ndio kitu ambacho natamani nikuonyeshe. Na ndio maana utakuja kugundua baraka tu ni tamko. Mungu akawaambia zaeni. Hajawapa hela, hajawapa chochote, lakini kutokea hapo walianza kuzaa. Na wakishazaa, chochote kinachohitajika kwa ajili ya walichokizaa bado kinashikiliwa kwenye baraka ile. Kinaanza kutokea kwenye baraka ile. Kwa hiyo utaona sasa, ukishajua eneo hili litakupa kujua ya kwamba baraka ya Bwana ni zaidi ya vitu tunavyovishika. Sasa utaona wakati kitabu cha Mwanzo sura 32 Yakobo anakutana na malaika. Anapopigana naye alimwambia neno gani? Sikuache mpaka umefanyaje? Umenibariki. Ila wakati Yakobo anasema sikuache kama unibariki, ukirudi sura ya nyuma na mistari ya nyuma, Biblia inatuonyesha Yakobo alikuwa tajiri sana. Ila amekutana na malaika, anamwambia sikuachi mpaka umenibariki. Okay. Naye alipoona ya kuwa mshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake ukateguka, uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishinda naye. Mstari wa 26 anasema kitu gani? Akasema niache niende, maana kuna papasuka. Akasemaje? Sikuachi usipo nibariki. Rudi kuanzia mstari wa 20, kuna kitu utakiona. Utaona ukienda kuanzia mstari wa 20 anakuonyesha. Rudi kuanzia mstari wa 15. Kuanzia mstari wa 15 pale kuna kitu nakitafuta. Anasema rudi mstari wa 12. Thank you Spirit of the living God. Yakobo hapa anaanza kuongea. Nawe ulisema mema nitakutembelea mema, nawe nitakufanya uwe uzao, uwe kama mchanga wa bahari, usiohesabika kwa kuwa ni wingi. Mstari wa 13 anasema akakaa usiku ule, kisha akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo. Neno la kulishika, akatoa nini? Nisaidie kusoma. Kisha akafanyaje? Akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo. Hivyo vitu alivyokuwa navyo ni kitu gani? Anasema baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa nani? Kwa nduguye. Angalia mstari unaofuata, anasema kitu gani? Mbuzi majike. Ni soma kwenye maiki kila mmoja. 1 2 3. Mbuzi majike 200. Mbuzi jike 200 ni sehemu ya baadhi ya vitu alivyokuwa navyo, ambavyo kwenye hivyo ameamua kuvitoa nini? Zawadi.
Mstari unaofuata anasema nini? Mbuzi dume 20. Hao mbuzi dume 20 nini? Baadhi. Kondoo majike 200. Hao ni nini? Baadhi. Na kondoo dume 20. Hao ni nini? Baadhi. Mstari unaofuata, na ngamia wanaonyonyesha 30. Mnasijua ngamia ninyi? Ngamia sio mbuzi. Mnajua bei ya ngamia mmoja sasa ni shilingi ngapi? Ile gari yako ndio ngamia hiyo. Ngamia huyu anasema na ngamia wangapi? 30. Pamoja na nini? Na wanawao wameona wasihesabu sasa hapa. Maana pengine wangetuchanganya. Pamoja na wanawao. Alafu wanaenda kitu gani? Anasema ng'ombe majike mangapi? 40. Na mafahali mangapi? 10. Na punda wake wangapi? 20. Na wanawao wangapi? Kwenye mbuzi tu na kondoo ukishampigia mahesabu huyu mtu tayari unaelewa. Kwa bei tu ya mnada pale wa mbuzi, tuachane na ngamia. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Akawatia mikononi mwa mtumwa wake, kila kundi peke yake, naye akamwambia mtumwa wake, vukeni mbele yangu mkaache nafasi kati ya kundi na kati ya kundi. Mstari unaofuata natamani ukaone, akawaagiza yule wa kwanza. Okay, mstari unaofuata twende, kuna kitu kingine. Basi useme na mimi mtumwa wako. Anasema maneno ambayo nataka kuyasema. Mstari wa 18 anasema kitu gani? Akawaagiza tena wa pili na watatu, wote wakafuatana hivi hivi. Maana yake katika zile zawadi ulikuwa kuna awamu ya kwanza, awamu ya pili na awamu ya tatu, watu waliokuwa wanazunguka nao. Mtu wa namna hii anakutana na malaika mwisho wa siku, anasema sikuachi usipo nibariki. Alafu wewe ukija kwenye madhabahu umekutana naye, waambia baba gari. Sijui kama nakusaidia. Inawezekana desperation yako imekufikisha hapo. Usinichukie mimi na dili na ufahamu wako. Umekutana naye unamwambia baba kazi. Kumbe ulitakiwa kumwambia baba nibariki. Alafu ile baraka yeye atajua kwenye baraka hii unachohitaji ni kuajiriwa ama ni kuwa na kampuni yako binafsi. My Lord, yeye atajua unachohitaji. Kwa sababu unajua kuna saa wewe unadhani unajua unachokitaka, haujui unachokitaka. Mungu anajua zaidi. Na ndio maana kuna watu hapa, kuna vitu umeviombea miaka 9, siku ulipokipata saa la kwanza, la pili, ya tatu imekukinai. Kwani wewe ile nguo dukani, si ulikuwa unadhani ile nguo imeumbwa kwa ajili ya maisha yako, na wewe huwezi kuishi? Sasa mimi unaifukuzia kwa muda wa kutosha. Alafu siku ukiipata ile suti, ukiivaa Jumapili ya kwanza unapendeza, ya pili unapendeza, ikianza ya tatu unaanza kuona kuna kitu hakiko sawa. Kuna kitu hakiko sawa, nahitaji nini nyingine. Na ndio maana unatakiwa umwambie Bwana nibariki, ili yeye akupe kitu ambacho kitakuja na utoshelevu wa moyo. Unajua wakati mwingine desperation huwa zinatufanya, mimi this is my car dream. Sawa, it is good to have one, I have mine too. Lakini wewe unaelewa hata hicho unachokiita your dream car, siku ukilipata linaanza kuwa la kawaida. Baada ya siku 3 tu utakutana na chuma kingine kinapita, unasema wanaume ndio hawa. Am I teaching somebody? Sijui kama namfundisha mtu. Ulikuwa unaomba hapo na kabi, baba mimi ukinipa hii hapana, baba mimi ukinipa hii kwa kweli nitaabudu. Ukinipa hii, maombi ni mtu wa maombi. Ukinipa hii baba mimi ibada. Unapewa hiyo siku. Ukipewa unaendesha siku ya kwanza unalishangaa hata watoto wakipanda na mchana wameshuka. Ikifika mwezi wa kwanza, mwezi wa pili umeshalizoea. Kuna chuma kingine ukipita, ndoto inaanza tena kuingia kwenye chuma. Unaenda unafika unaanza kusimulia, kuna gari nimekutana naye. Sijawahi kuona gari. Hujawahi kuona wapi? Sijui kama Roho Mtakatifu anakusaidia. Mtu wa namna hii, Jacob anafika mahali anamwambia, akasema
niache maana kuna pambazuka. Akamwambia, sikuachi usiponibariki. Alafu ona sasa anambarikije. Mstari unaofuata akamwambia, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Alafu akafanyaje? Akamwambia, jina lako hautaitwa tena Yakobo ila Israeli. Ndio tayari, yani kitu alichokuwa anapigana nacho mpaka amevunjwa mguu, alikuwa anasubiri tamko. Mabibi na mabwana, kuna mambo unaweza ukakaa kwenye ibada hii kawaida, unadhani hakuna kitu kinachoendelea. Wewe unalia nibariki, alafu Mungu akasema tu neno, lile neno nalisikia moyoni, hilo neno linaweza likakusafirisha. Na kutokea kwenye tamko hili ndio Mungu sasa ana revisit ahadi aliyoiahidi kwa Ibrahimu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12, toka wewe kwenye nchi ya baba yako uende mahali ambako nitakwambia, huko nitakubariki na kulikuza jina lako. Alafu kwa Ibrahimu haikutokea, inakuja kutokea kwa Yakobo. Yakobo kumbe wakati anaomba baraka hajui ana watoto 12. Wale wakati anawaona watoto kumbe yale ni mataifa. Lakini hakuwa siku iliyothibitika ya kwamba wale ni mataifa mpaka siku aliposema, jina lako hautaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Kwa hiyo Israeli, toka siku walipotamkiwa hilo neno, watoto wakageuka kuwa watoto na kusubiri wawe, wakageuka kuwa watoto ambao ni mataifa yanayosubiri kutimiza destiny. Na leo hili moja ya taifa kubwa duniani, dogo kwa umbo lakini kubwa kwa teknolojia, kubwa kwa vifaa, limezaliwa kwenye andiko hili. Let the church say amen. Very simple. Jina lako nani? Yakobo kiongozi. Kuanzia leo hautaitwa tena Yakobo, utaitwa nini? Israeli. Maana umefanyaje? Umeshindana na Mungu na watu, na wewe umefanyaje? Umeshinda. Ona kukuonyesha kwamba ni baraka. Anasema kitu gani? Mstari unaofuata, angalia. Anasema mstari unaofuata kama 30, anaandika, Yakobo akapaita mahali pale Penueli, akasema, maana nimeonana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. 31 anasema kitu gani? Jua likamzukia, acha kuona mwanga, it was a new day. It was a new day for Jacob. Kwa baraka hili na kwa neno hii, kwa jina la Yesu, I am so here to declare a new day. Nasema kwa neno hili nimekuja kutangaza siku mpya kwako kwa jina la Yesu. Kwenye ndoa yako iwe siku mpya kwa jina la Yesu. Kwenye maisha yako ya kiroho iwe siku mpya kwa jina la Yesu. Kwenye uchumi wako iwe siku mpya kwa jina la Yesu. Kwenye kazi yako iwe siku mpya kwa jina la Yesu. Jua likuzukie kwa jina la Yesu. Hebu nyosha mikono, sema, Bwana Yesu. Piga kelele, Yesu, ninapokea siku mpya kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi ya utukufu. Kaa chini nikufundishe. So you see, jamaa amemuuliza tu unaitwa nani? Yakobo. Kuanzia leo hautaitwa Yakobo, utaitwa nini? Israeli. Maana umeshindana na Mungu na wanadamu, na umefanyaje? Yani kwa maneno hayo matatu ndio mtu alikuwa analilia usiku kucha. Ameacha kondoo 100, mbuzi 100, ngamia kwa mamia, sijui vitu kwa mamia. Hapo hujatajiwa dhahabu alizokuwa nazo kwa mamia. Ameambiwa tu ya kwamba wewe hautaitwa tena, amebadilishwa jina. Mungu anabadilisha jina la mtu fulani. Jina la umateka linabadilishwa, unapewa jina la neema. Jina la umateka unabadilishwa, unapewa jina la neema. Yani kutokea hapo, hiyo siku Yakobo anaondoka, sio tu baba wa 12, ila ni baba wa taifa. Na guess what? Kutokea kwenye hiyo Yakobo akapata mtoto anaitwa Yuda. Kutokea kwa Yuda wakazaliwa wana, na kutokea kwenye huo ukoo akaja akazaliwa simba wa kabila la Yuda. Simba wa kabila la Yuda akatuzaa sisi kwa njia ya Roho wake, na sisi tukaingia kwenye ukoo wa simba wa kabila la Yuda. Lakini kutokea kwenye nini? Neno moja, jina lako ni nani? Mtu wa Mungu. Na ndio maana nikisema nyosha mikono juu nikubariki, sikiliza ninachokiongea. Mimi nikikutanaga na wazee wakiniambia piga magoti, kwanza hata mimi napigaga hata kabla sijaambiwa. Tena nikiona tuko 4 5 wengine wamepiga, mimi nalala.
ili mafuta ya flow kwa wepesi. Haya mambo mtu wa Mungu ni strategic. Hii dunia iko kiroho kuliko unavyodhani. Alafu mimi nikiambiwa weka piga magoti nikuombee, mimi siombi. Acha kujifanya wa kiroho. Unaombea unaanza shaka shaka. Nyamaza usikie ni nini unachotamkiwa. Kwa sababu wewe unaombewa sio unayeomba, unatamkiwa baraka. Baraka hiyo sio exchanging. Kwa mimi nikiambiwa piga magoti unapiga magoti na ukiwa mkono na sikiliza utakuwa kichwa na kichwa. Mungu atakuinua juu ya vichwa vya adui zako. Juu ya vichwa vya adui zako. Mungu ndio hivyo tuje kugundua inabidi wewe unaandika notes. Mungu anapotamka kwamba mwaka huu ni mwaka wa Rehoboth, lile neno ndio baraka juu ya maisha yako. Kwa hiyo ukishajua kitu hichi unaanza kutafuta kufanania lile neno. Ya kwamba mbona Mungu hakifanani Rehoboth? Na umesema na neno lako halitafanyaje? Halitakurudia bure, bali litakwenda na kufanya na kutimiza mapenzi yako yote uliofanyaje? Uliolituma. Kwa hiyo ukishaanza kujua hivyo, kuna vitu vinaanza kukupisha. Kinachokufanya hauishi kama mbarikiwa wakati umebarikiwa, haukujua hii. Sema kwa mara nyingine, nimebarikiwa. Mpe Yesu makofi kama unakubali. Yakobo alishawahi kupokea baraka ya baba yake. Hapa akawa anahitaji baraka nyingine. Na kwa kukosa hii baraka, Yakobo alikuwa ana vitu, lakini kwa miaka 20 alikuwa mtumwa. Na ni vizuri ukajua moments za baraka zinapokuja. Kwa taarifa yako, Yakobo hii encounter ya Mwanzo sura ya 32 alishawahi kukutana nayo. Nafikiri sura ya 29 ama kurudi nyuma. Siku aliyokuwa anakimbia anaenda kwa mjomba wake Labani. Alafu akafika mahali Biblia inasema akalala. Alafu katika usingizi akaona malaika wa Mungu wanapanda na kushuka. Ile siku angejua, kwa sababu alikuwa amelala kwenye madhabahu ya baba yake. Maana yake wale malaika, kama akaona ngazi inatoka pale alipo inaenda mbinguni, wale malaika walikuwa ready kuchukua maneno ya Yakobo, kuyapeleka na kuyatoa maneno ya aliyejibu na kuyarudisha kwa Yakobo, lakini likalala usingizi. Ndio likasema hakika Mungu yuko mahali hapa na sikujua. Na kuto kujua kwamba Mungu yuko mahali pale kukamkosti 20 years za kuishi kama slave. Anataka kuoa Lea, anapewa Rachel. Anataka nyanya, anapewa bilinganya. Yaani maisha yake yanabadilishwa. Yakobo anafika mahali anamwambia Labani, umebadilisha mshahara wangu mara 10. Amekuwa cheated mara 10 kazini kwake. Kwa nini? Hakuweza kujua ile encounter ile siku. Ndio maana hii siku alipokutana na malaika akamwambia, bro, umekuja tena? Umejileta tena. Sikuachi. Kuna momenti za uwepo wa Mungu. Usiangalie saa. Maana hujui hiyo siku ya namna hiyo itakuja tena leo lini. Nimekufundisha kwenye maisha huwa kuna siku fulani. Siku huwa ni siku za kawaida. Alafu kuna siku ambayo unajua kabisa hapana, leo mbona kama naelewa kuliko siku nyingine yoyote. Leo mbona kama naomba kuliko siku nyingine. Hiyo ndio siku. Na huo ndio ufunuo alikuwa nao Joshua. Ameenda kupigana vita, akaja kugundua mbona kama leo nina mkono wa vita kuliko siku nyingine. Akajua hapana, hii vita leo inabidi iishe leo. Ndio Joshua alipokuja kugundua mbona kama leo na nguvu kuliko siku nyingine, akasema jua simama. Hakuna na mwezi simama ili msigongane. Mimi natakiwa nimalizane na hawa watu leo. Those are moments of blessing. Nitakufundisha kwenye namna ya kuprovoke sasa baraka. Sio leo. Ila nitakufundisha lini sijui. Utakuja kugundua kuna majira, kuna nyakati Mungu anashuka. Alafu anawaambia watu sema unachotaka. Na hizo nyakati sio kila siku. Huwa ni nyakati fulani. Katika jina la Yesu, pokea kukutana na wakati wa Bwana. Katika jina la Yesu. Sifa kuu ya baraka. Baraka lazima itoke juu kwenda chini. Hakuna baraka inayotoka chini kwenda juu, wala hakuna baraka inayotoka kwenye kiwango kimoja cha nguvu inayofanana.
Ibrania sura ya 7 mstari wa 7 anaandika, nasema wala sio jambo la kukanushika ya kwamba mkubwa humbariki mdogo. Sasa ndakuonyesha sifa kubwa ya baraka. Lazima kuwe na mbariki na mbarikiwa, yaani lazima kuwe na mtu ambaye amekuzidi rank. Na ndio maana uwe makini sana. Comrade hana uwezo wa kutoa baraka kwenye maisha yako. Comrade anakuja kushare mawazo na wewe. Shayadaba. Anasema 1, 2, 3. Wala haifanyaje? Haikanushiki kabisa. Nisaidie kusoma 1, 2, 3. Soma wote kwa sauti. Wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Sema tena. Wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Sasa nilipoona hichi kitu, Roho Mtakatifu akanipeleka kuanza kujifunza, kwani hili neno baraka hasa ni nini? Limetokea wapi? Nikapata tafsiri ya asili ya neno baraka, inaitwa barak. B-A-R-A-K. Mara ya kwanza kwa lugha ya Kiebrania Mungu ametafsiri neno baraka, ametamka baraka, alikuwa anamaanisha baraka, ambalo mzizi wa hili neno baraki ni preach, ambayo ndio imetoa neno baraka, ambayo hili neno pia kwa Kiswahili sasa, kwa Kiyahudi ni preach. Kwa Kiswahili hili neno ni kuwa chini ya ama kupiga goti. So to say, hakuna baraka inayotoka chini kwenda juu, ila kuna baraka inayotoka juu kwenda chini. Anaandika, anasema hivi, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama nini? Mafuta yafanyaje? Yashukayo kutoka ndevuni mwa Haruni mpaka chini, si ndivyo? Yashukayo kutoka ndevuni mwa Haruni, anasema yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Alafu ona, anamalizia anasema ni kama umande ushukao mlimani pa sauti, maana huko ndiko Mungu alikoamuru baraka. Kwa hiyo hakuna baraka inayopanda, baraka pekee inashuka. Na ndio maana namna ya kuprovoke baraka ni kushuka. Unyenyekevu ndio ambao huo una provoke baraka, alafu Mungu anawainua watu walioshuka. Mungu hawainui watu waliopanda, maana ukishapanda hana haja kukuinua. Anasema Mungu wapinga wenye kiburi na huwapa neema, huwapa baraka wanyenyekevu. Watu wa Mungu haiko baraka inayopanda, baraka zote zinashuka. Na ndio maana ni vizuri ukaelewa channels za baraka kwenye maisha yako. Sasa mtoaji mkuu wa baraka ni Mungu. Yakobo sura ya 1:17, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hushuka. Ay God. Ashayadaba. Hufanyaje? Hushuka kutoka juu kwa Baba wa mianga. Kwa hiyo Mungu anaweza akawatumia wanadamu, lakini baraka imeshuka kutoka juu. Mungu anaweza akatumia kazi, lakini baraka imeshuka kutoka juu. Na ndio maana hata Mungu anapotumia kazi, tunapokuja na sadaka ya fungu la 10 mbele za Bwana, tunamtambua yeye ambaye amefanyaje? Ameshusha kutoka. Hatuitambui kazi, tunamtambua aliyetupa neema ya kazi. Naona hili neno hapo linakuonyesha kwamba Mungu ndiye ambaye mtoa baraka mkuu, lakini mtu wa Mungu kuna channels za baraka. Nikupe kama channel 2 za baraka, halafu nitaenda nitamalizia. Kwenye channel ya baraka, jambo la kwanza ni mamlaka kuu ya kiungu yenyewe ndio inatoa baraka. Nimesha kuonyesha ile andiko la Yakobo, lakini ukirudi pia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, utaona anaposema Mungu akafanyaje? Akawabarikia, alafu Mungu akawaambia. Lakini pia wazazi wanaweza kaachilia baraka kwenye maisha yako. Mungu amewaweka hawa watu kama channel pia ya baraka. Sasa kuna mtu anasema, pasa lakini mimi sina. Ngoja nikwambie, unaweza ukawa hauna wazazi physical, lakini Yesu anasema yeye aliyeacha baba na mama na mashamba na ndugu, akishaingia kwa Kristo atapata baba, atapata mama, atapata ndugu. Nitafutie hilo andiko. Maana yake kuna authority Mungu anaziweka juu ya watu, ambazo hizo authority zina mandate ya kutamka baraka.
Na ndio maana utakuja kugundua, mimi niko hapa, kwa mfano, mimi niko hapa, si mchungaji wako. Kuna ninaona mimi ninawachunga watu ambao ni wazee wengine kabisa, si stahili hata kumuita baba, ninastahili kumuita babu. Lakini kuna wakati huo niona ninasimama na nasema hivi, wanangu nisikilizeni. Nikisema wanangu, nimevaa ofisi. Nieleweke kwamba mimi nataka kuitwa baba. No! Nimevaa nini? Ofisi. Yaani kuna mtu anasema unajua pasi wanapenda ukubwa. No. Yaani kuna wakati najua kuna watu wamenizidi umri, lakini kwa ofisi Mungu alionipa na mamlaka Mungu alionipa, ndio sawa wanasimama nasema wanangu nisikiliza. Na nikikwambia mwanangu nisikiliza, sikiliza, ni roho Mungu, kuna kitu anataka kuachilia ndani yako, kwa sababu nimevaa ofisi ya ubaba. Kwa hiyo wazazi wanaweza wakaachilia. Sasa na hapa ni wazazi wa kimwili na wazazi wa nini? Wa kiroho, wote wawili. Na maana utaona kwenye Biblia, utaona kitabu cha Mwanzo sura 27 kuanzia mstari wa kwanza pale, utaona kuna kitu ambacho Isaka anakisema kwa mwanae Yakobo. Mwanzo sura 27 kuanzia mstari wa kwanza inatuonyesha kwamba pia kumbe wazazi wana mandate, na nitakufundisha siku nyingine, leo tu nitakwambia, lakini nitakuonyesha namna pia kuprovoke baraka ya mzazi. Na uzuri wa baraka, yani kuna njia ukishazipita, hata huyo ambaye anatakiwa kukubariki asipotaka kukubariki unabarikiwa. Kwa kuna mtu asema, pastor, mimi baba yangu umjui. Ninamjua kupitia maandiko. Wewe usijali, ninamjua baba wa mtu aliyekuwa anaitwa Elia, baba wa kiroho. Baba alikuwa amepigana vita sana, kwa hiyo maisha yake ni ya vita, kiasi kwamba mtoto wake amemtumikia miaka yake yote, anamwambia nibariki. Amwambia nataka nini? Anasema naomba roho yako maradufu. Nikamwambia umeomba kitu kikubwa sana. Maana yake not willing to bless him. Lakini Elisha, kwa sababu maisha yake yalikuwa tayari yamesha provoke njia za baraka, saa Elia anaondoka akamwambia, ukiniona napoondoka umepokea, usiponiona. Maana yake kilichomfanya Elisha kuona au kutokuona sio siku ile ya baraka, ni maisha walioishi kabla ya siku ya kuomba baraka. Na ndio maana baraka haiwapati wanafiki. Kwa sababu kuna mtu akikuona ndio shalom, 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 mtumishi. Lakini huku ndani hajasema hivyo. Yaani mimi naweza ngasema ubarikiwe, ila baraka inaanza kutafuta genuinity of the heart. Inaanza kutafuta moyo wa mtu, ulikuwa unasema nini katika utumishi wake. Huyu mtu alikuwa na malalamiko, huyu mtu alikuwa anaona nini katika utumishi wake. Ndio maana anamwambia ukiniona. Elia lilikuwa linajua mimi namna naniona hayupo. Kumbe Elisha alishasoma kodi toka muda mrefu. Kumbuka Elia alikuwa na chuo cha manabii. Alafu kuna wasomi wa chuo cha manabii ndio wanaitwa nini? Wana manabii. Alafu Elisha alikuwa ni mtumwa. Yaani hata kwenye chuo hakuwepo. Alafu baraka ikwenda kwa watu waliosoma chuo cha manabii. Ndio maana wewe komana chuo. Kwa unajua mimi ni msomi, sawa. I believe in education. Lakini si lean katika education. Ninamwamini Mungu ambaye anaamua kuwapa watu wanaowataka kwa namna anavyotaka. Mungu akikupa nafasi ya kusoma, soma mpaka vitabu viishe. Lakini ukiona hujapata nafasi ya kusoma, usidhani kwa sababu hujasoma wewe sio kitu, hujajua tu. Wewe ni kitu kwa sababu una baraka ndani yako. Wana manabii wanamwambia, unajua kwamba leo Mungu anamtoa bwana wako. Maana yake wale wana manabii wanajua kwa Elisha kuondoka, lakini hawajui ni cha kufanya cha kupata ile baraka. Anamwambia najua, nyamazeni. Anaenda, Elisha anajaribu kumtoroka, anamwambia sasa ndugu yangu mtumishi wa Mungu, wewe ungebaki hapa, naenda kwenye maombi mazito. Elisha anamwambia kama roho yako iishivyo sikuachi. Anaenda, akafika tena mahali pengine akamwambia bwana sasa huku naenda kwenye maombi ya kuzamia. Akamwambia kama roho yako iishivyo. Baraka ni kitu cha kung'ang'ania. Ndio tutoka mwanzo kwa Yakobo mpaka hapa tumeona. Alafu inafika saa gari inakuja inaondoka. Elia kadhani hajaona. Akasikia tu akiwa anaondoka huko na gari la moto, akasikia sauti huku kwa mwangu, Bwana
Bwana wangu, baba yangu, baba yangu. Akajua dogo kaona. Dogo kaona koti likaanguka, likamvaa. Alafu angalia, lile koti tu lilianguka. Hakusema ubarikiwe, uwe juu ya adui zako. Koti lilianguka. Akaokota mtu wa Mungu. Kitu cha kwanza anakutana na maji. Anavuka. Alafu akajaribisha kama baraka inafanya kweli au haifanya. Akasema yuko wapi wa Elia? Akapiga. Akaona maji yamegawanyika. Akapita. Akaenda mahali pengine. Akakutana na kizingiti kingine. Alafu akagundua ile baraka ya Elia, mimi ninayo mara mbili, nina roho ya Elia. Akasema sasa leo sio yuko wapi Mungu wa Elia, leo na ijulikane kwamba yuko nabii mjini. My Lord, ijulikane leo ya kwamba kuna mtu amepokea. Ninatamka ijulikane kwenye hiyo ofisi, ijulikane ya kwamba yuko mtoto wa Bwana hapo mahali ulipokalia kwa jina la Yesu. Ninasema ijulikane kwenye hiyo kampuni ya kwamba wewe una baraka ya Bwana. Ijulikane kwenye hiyo ofisi, ijulikane Tanzania, ijulikane Afrika, ijulikane kwenye ulimwengu huu ya kwamba watu wako waliobarikiwa. Piga kelele, nimebarikiwa. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. Mwanzo sura 27, nikuonyeshe baraka ya wazazi. 27, Mwanzo 27 mstari wa kwanza. Nipeleke haraka. Mwanzo 27 mstari wa kwanza. Anaandika, anasema kitu gani? Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu nipe. Akamwambia mwanangu, naye akamwitikia, amwambia mimi hapa. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Soma wote. Tazama sasa nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Subiri, unajua kuna kitu nikikisoma Biblia naoja kugundua watu wa kwenye Biblia walikuwa hawana roho ya hofu ya kifo. Yaani hii ingesemwa sisi hapa tungesema futa maneno. No, okay. Hiyo ngoja, hiyo nitafundisha siku nyingine. Anasema kitu gani? Wala sijui siku ya kufa kwangu. Mstari unafuata, basi na kuomba, chukua uta wako na podo lako, upende wako, ukawinde nyikani, uniwindie mawindo. Alafu anasema kitu gani? Ukaniandalie chakula kitamu namna ile nipendayo. Baraka sio bure. Ukaniletee ili nile, roho yangu ifurahi. Alafu nikufanyaje? Ikubariki kabla sijafa. So inatuonyesha kumbe baba mzazi naweza kufanyaje? Kubariki. Alafu naelewa kilichotokea. Akaenda akafanyaje? Akaja akambariki. Esau anakuja anauliza. Ameenda kule, unajua alishaiuza ile, na hiyo story ya wakati mwingine namna unasema alidanganya, hakudanganya, ilikuwa tu ni unabii ambao umeamua kutimia namna ulitimia. Alipokuja amebarikiwa Yakobo. Esau alipokuja alilia. Mzee Isaka alimwambiaje? Alimwambia tayari nimeshambariki ndugu yako na hakika amebarikiwa. And guess what? Namna gani alimbariki? Alikuwa tu anamwambia maneno, anaweka mkono juu, anamwambia, mtu wa Mungu, mimi unayeniona nina maneno nyuma ya kichwa hichi. Nina maneno, huwa nikienda hatua moja maneno yananifukuzia. Kwa hiyo kuna wakati mambo yakiwaga tight, huwa nikirudi nikiomba ninarifaa maneno ya mikono iliyo juu yangu. Do you think unafikiri ni rahisi namna hiyo? Nina maneno. Nina mafuta. Na mafuta yana tabia kumtenganisha mtu. Na hayo mafuta sisemi ninayo peke yangu. Hayo mafuta ndio nimekuja kuyaachilia. Nimekuwa nikiyaachilia. Hayo mafuta, neema ile niliona. Unajua, kujua siri nyingine ya baraka, if you cannot reach the power, kama uwezi ukafikia umeme mkubwa, tafuta extension. Mimi kuna watu nilikuwa najua kwa level yangu siwezi kuwafikia, ila baba yangu amewafikia. Kwa hiyo huwa nikienda nikimwambia baba niombee, nachomwambia na mikono ile uliowekewa wewe ule, kwa sababu ule ni umeme, chomeka hii extension hapa. Mimi my father in the Lord, baba yangu katika imani, kuna mtu mimi nampenda sana anaitwa Bishop Dominic Yeo, ila sijawahi kukaa naye, ila ni rafiki wa baba yangu.
anamenta, anamwekeaga mikono, anamfanya kitu gani. Kwa mimi kuna saa nikienda huwa napiga magoti nikimwambia baba niombe. Yani kimsingi ambacho huwa na connect ni mikono aliyowekewa yeye na yule ambaye mimi siwezi kumfikia, nimeweza kumfikia. Sini hivi, hii extension ni mtu wa Mungu. Source ya power ya hii extension haijatoka hapa. Huu waya ndio maana ukiufuatilia umetoka kwenye umeme mkubwa kule. Lakini guess what? Hii extension ilipokuja kuwa, kinachopatikana kule ndio hicho kinapatikana hapa. Sasa unataka mikono wa kuweketi DJX hujawahi kumuona, humjui, na kwa kazi unayofanya probably hata utaona naye mbinguni wewe. So, na ndio maana sasa hao Mungu anatukutanisha nao sisi. Baraka ni muunganisho. Kuna kitu nimekiona very prophetically. Hii kitu inafanya kazi hata kwenye biashara. Kuna watu wana mantles. Kuna watu ni mifumo. Nikufundisha hii dunia kuna watu kama watu na kuna watu kama mifumo. Mungu akupe kujua watu kama mifumo ni kina nani. Yaani kuna watu wakisema nenda unaenda. Nakumbuka ushuhuda wa the late bishop Archbishop Benson Idahosa akiwa na mtoto wake. Spiritual son wa moja kati ya spiritual sons wa Benson Idahosa ni Archbishop Duncan Williams. Sasa Bishop Duncan anasema enzi za ujana wake he was a very powerful preacher. Till nakawa ameenda Ghana. Sasa okay. Wewe elewa ni hao wote ni wahubiri. T. Osborne akawa ameenda Ghana. Alipofika Ghana akafanya mkutano na akaona jinsi ambavyo Bishop Duncan anafanya vizuri sana kwenye taifa la Ghana. Aliporudi kwenye magazini yake akapublish, kaandika ya kwamba matawi ya Bishop Idahosa Ghana yanafanya vizuri. Wakati yale sio matawi. Duncan alipoona anasema akapanda na simu akasema haya sio matawi. Mzee T. Osborne akampigia, bwana mwanao amekukana. Mzee Idahosa akampigia Duncan. Akamwambia nimesikia kuna jambo 1 2 3. Ilikuwa ni hicho kuelewana. Bishop Duncan anasema nikawa mkali. Alafu Mzee Idahosa akasema neno moja, I remove my covering from you. Anasema sikuwahi kuona kipindi nilipitia persecution ya kiroho na ya kimwili kama kipindi kile. Sasa laana isiyo na sababu huwa impati mtu. Kwa hiyo usiogope. Lakini Mungu alikuwa anajua Bishop Duncan amepata kiburi na anataka kudili na nini? Na kiburi. Anasema alipita kwenye kipindi cha miaka 2 mpaka anataka kucommit suicide. Kuna siku akasikia Mzee Idahosa yuko Uingereza, akapanda ndege akaenda Uingereza. Anasema alikuwa ameenda kwenye huo mkutano, alipogundua hoteli aliyolala Mzee Idahosa akaenda wakati na wale ambao mmefanikiwa kuliona Mzee Idahosa limeishi zamani, lilikuwa ni libabe linatembea na watu, yani ilikuwa ni lijitu fulani la milabi minne. Anasema alipoona walinzi na katasa akaenda akalala kwenye ngazi. Akapiga kelele, my father. Anasema Bishop Idahosa alipomuona akamwambia mwacheni, huyu ni mwanangu. Anasema alipofika alimtamkia neno hili moja, akasema devil, this is between me and my son, get out of here. Yani hii sasa, hii ni kati yangu mimi na mwanangu, mwachie mwanangu. Bishop Duncan ndio huyu unayemuona leo kwa lile neno moja. Nyie watu acheni kuishi kwenye kizazi cha kipumbavu kinachodhani watu wote wako sawa. No, hatuko sawa, mtumishi wa Mungu.
Mimi ninaweza as a young preacher, ninaweza kuwa na kanisa kubwa kuliko wazee wengi walionitangulia, lakini nikiwaona ninapiga magoti. Ninajua wingi wa watu Mungu alionipa hautokani na nilichokifanya, unatokana na kazi walioifanya na wakaachilia mkono kwenye maisha yangu, na ndio maana mimi naenda. Na ndio ushuhuda wa zile picha unazoziona pale ofisini kwangu. Na ndio mimi kuja kushuka chini sahau. Kwa neema ya Bwana na kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Unaona? Kwa hiyo unaona wazazi wana kitu wanaweza wakatamka kwenye maisha yako. Wazazi wa kiroho na wazazi wa kimwili. Sasa namna ya kutibua pia wazazi waseme, unaleta mawindo. Hii baraka uipate, unajua kwa sababu baba yangu, no. Leta kitu. Sio ndio hii imeandikwa, akamwambia mwanangu, chukua podo yako na upendo, kawinde kitu, niletee roho yangu ili ifanyaje? Ifurahi. Manake kumbe furaha ya mzazi ina provoke kitu. Na ndio maana hakikisha mzazi wako anafurahi. Kwa sababu moyo wake ukila kitu chako ukifurahi, kuna namna tu anasema jamani, Mungu angenipa watoto wawili kama hawa. Yaani kwa kusema hivyo imekuwa kwako. Kwa kusema hivyo imekuwa kwako. Awe ni mzazi wa kiroho ama awe ni mzazi wa kimwili. Lakini hapa ngoja nikwambie, nenda kafanye kwa mzazi wako wa kimwili katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Nenda piga simu, mwambie baba, kuna kitu nimepata. Nimetumia hela wazazi wako. Mbona huyo unayemtumiaga nakwambia tuma na ya kutolea? Mzazi wako ukimtumia hakwambii tuma na ya kutolea. Anakwambia tu neno moja, mwanangu, Mungu akubariki. Wewe kazi yako tu unamtumia jeni. Kila habari hujataka kutolea. Achana na kiumbe hicho, kidudu hicho. Sijui kama nakufundisha. Kuna kitu kinalia ndani yangu ili eneo katika jina la Yesu Kristo. As your pastor, mimi siwezi kuwa na majuto kila siku juu yako, alafu nikasema umebarikiwa na wewe unasema amen. No. Haya mambo ndivyo yalivyo, whether we like it or not. Ukienda kitabu cha Mwanzo sura 9, namalizia. Mwanzo sura 49, utaona Jacob kama alivyopewa baraka na yeye amewaita watoto wake, naye anafanyaje? Anasema Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyeni niwaambieni mambo yatakayowapata siku zijazo. Maana yake kwenye andiko hili, acha hapo, inatuonyesha pia kuwa baraka ni unabii. Anasema niwaambieni. Kwa hiyo wakati wewe unalazimika kuna vitu, watu wanakusanyika ili wafanyaje? Waambiwe. Niwaambieni. Ukienda kuanzia mstari wa 8 pale, kuna kitu anakiangalia. Angalia alivyofika kwa Yuda. Amewabariki watu wote, anafika kwa Yuda. Angalia. Now hapa hafanyi kitu chochote. Hajashika chochote. Wala yani haongei kutokea sio kwenye nini. Amekaa tu kwenye kiti. Ndio mimi ofisini kwangu na viti 4. Kiti cha mimi kukaa kwenye mamlaka. Ukija wewe sasa ofisini kwangu, nakaa kwenye mamlaka sasa ya kikuhani, kwenye kile kiti kinachozunguka, ili niwe na uwezo wa kutamka juu yako. Lakini guess what? Akija baba yangu asikali kile kiti, ndio naenda kwenye vile viti viwili vyeupe. Life is intentional. Vile viti viwili visinge kuwepo, when my father comes, mimi huwa natoka, nampa akalie kiti changu. Kwa sababu regardless ya mimi nimefika wapi, bado yeye ana mamlaka. Na akifika pale, mimi waga sihitaji vitu vingi. Nasikiliza tu mambo anayoyasema. Out of excitement anaanza kutamka vitu. Wewe utakuwa 1, 2, 3. Hey, mimi huko ndani na nyamaza, lakini huko ndani ninarika shanda riba sika. Hiyo nimeshika. Kwa hiyo akitoka naandika. Naandikaga mpaka maongezi mimi.
Anasema this is a big thing. Najua okay, it is a big thing. Why? Kimetoka kwenye kinywa. Angalia, Yakobo amekaa kwenye kitu chake, anafika anamwambia hivi, Yuda, ndugu zako watakusifu. Haneni kwa lugha. Riba kashaba, what? No. Sasa hiyo sio mbaya, inaweza ikatokea, lakini tu anaongea tu kama anapiga story, ndugu zako watakusifu. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Wana wa baba yako, yani ndugu zako, watakuinamia. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Yuda ni mwana simba, kutoka mawindo mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke ni nani atakayemwamsha? Ona mstari unaofuata, fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanye sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mmiliki ambaye mataifa watamtii. Mstari unaofuata, atafungua punda wake katika zabibu, naye mwanapunda wake katika mzabibu mzuri. Amefua nguo zake kwa mvinyo. Nao utakuja kugundua wakati Yakobo anaongea na Yuda prophetically kwa ajili ya ofisi ya ubaba aliyovaa, akaanza kumtaja Yesu kupitia kiuno cha Yuda. My Lord. Prophetically anaanza kumtaja Yesu, yani kupitia kwa Yuda. Yani maana yake mzee Yakobo amekaa anapiga story na Yuda, anaanza kuona watoto wa Yuda, anaanza kuona vizazi vya Yuda, anaanza kuona mpaka nini. Nirudishe nyuma, ndio anasema pale, fimbo ya enzi haitatoka kwenye ufalme wako. Unajua Daudi ametokea huko gani? Kwa hiyo Yuda kwa maneno tu akafalme. Anasema wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki ambaye mataifa watamtii. Huyu anaanza kumwongelea nani? Ni Yesu. Ona mstari unaofuata, anasema atafunga punda wake katikati ya mzabibu, na punda wake katikati ya mzabibu mzuri. Amefua nguo zake kwa mvinyo, na mavazi yake kwa damu ya mzabibu. Ona mstari unaofuata, anasema kitu gani? Macho yake yatakuwa mekundu kwa mvinyo. Sasa hapo tunaanza kutabiriwa sisi ambao kupitia Yesu Kristo aliyetokea kwa Yuda tutatokea kwenye familia hiyo. Anasema macho yake yatakuwa mekundu. Anaonyesha posture of violence ya believers. Na meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa. Anaonyesha purification itakayotokana na neno la Mungu. Kwa sababu Petro anaandika, kama watoto mliozaliwa sasa yatamanini maziwa. Alafu anaposema na macho yake yatakuwa ni mekundu kwa divai, anaonyesha the violent posture ya Roho Mtakatifu atakapokuja. Now, ni mtu tu amekaa, ni mtu tu. Wewe sema tu wanadamu wote ni sawa. Ni mtu tu amekaa hivyo anaongea. Na baada ya miaka mingi hichi kitu kikafanyaje? Kikaja kikatokea. Na leo tunaishi unabii wa mtu aliyekuwa amekaa. Lakini imeprovoke kwa kufanyika kitu. Umejua, ninatamka kwa jina la Yesu, kila baraka iliyopaswa kuwa juu ya maisha yako ambayo bado haujaiona ikitimia kutoka kwa wazazi wako wa kimwili, na kuna mwingine unasema mimi hawapo, nimesimama kwenye madhabahu ya Bwana kwa niaba katika jina la Yesu ya kila anayehitaji baraka ya mzazi. I stand here as a spiritual covering in the mighty name of Jesus. Pariadajia Hishatayadakaba Oshetekebagadabasika. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @Fred Msungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.